Chama cha wafanyakazi majumbani CHODAU kimeiomba serikali kuthamini mchango wa wafanyakazi wa majumbani kwa kuwa wanapitia changamoto wakiwa kazini, ikiwemo kubaguliwa, kutokulipwa mshahara kwa wakati na kunyimwa mapumziko kwa saa za kazi. Mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa majumbani CHODAU Taifa, ambaye ni mfanyakazi wa majumbani Zanini Athumani, ameyasema hayo walipokwenda kutoa msaada wa vitu mbalimbali katika hospitali ya rufaa ya Ilala Amana jijini Dar es Salaam katika wodi ya watoto, baada ya kuguswa na kuamua kutoa msaada huo ikiwa ni sehemu ya kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika. Amesema changamoto wanazozipitia wafanyakazi wa ndani serikali inapaswa kuzifahamu na kuzifanyia kazi, ikiwemo mkataba wa staha uliopo kisheria. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ithamini na ijue umuhimu wetu wa wafanyakazi wa majumbani. Kwani wafanyakazi wa majumbani ni watu ambao muhimu sana, tuna mchango mkubwa katika jamii. Wafanyakazi wa majumbani ni watu ambao tunapitia changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza kubaguliwa, vile kuto kulipwa mishahara kwa wakati, vile kuto kupewa chakula na waajiri, vile kuto kulipwa mshahara kwa wakati, vile kuto kupewa masaa ya kazi. Imekuwa sisi ni wa kwanza kuamka na wa mwisho kulala. Vile changamoto nyingine kuto kuthaminiwa katika imani. Imekuwa na changamoto, kumekuwa na changamoto ya ubaguzi. Asilimia baadhi ya waajiri wamekuwa na tabia ya kubagua. Akijiona yeye ni Kristiani, kwa hiyo ukienda pale kama ni Amina kukataa. Mwisho wa siku tumekuwa ni watu ambao tunadanganya majina, dini. Kwa hiyo ubaguzi wa kijinsia, ubaguzi wa kidini. Vile sisi wafanyakazi wa majumbani tunapitia changamoto ya kuto kupata likizo, vile na kuto kupata likizo kuanzia ya mwaka hadi likizo ya uzazi. Imekuwa ni changamoto kubwa sana mfanyakazi wa majumbani. Ukipata ujauzito inakuwa ndio kikomo cha ajira yako. Vile tumewiwa hapa kutoka serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuiomba kuridhia mkataba namba 189 wa kazi za staha wa wafanyakazi wa majumbani. Ni kwa nini hilo tuko hapa tunaiomba serikali? Huu mkataba ulipitishwa tarehe 16 mwezi wa 6 2011 nchini Geneva chini ya Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Na Mheshimiwa Jakaya Kikwete alikuwepo pale nchini Geneva na alikiri kuwa na yeye akitoka pale nchini Geneva akifika nchini kwake Tanzania atakuwa na yeye miongoni mwa kupitisha huu mkataba. Lakini mpaka sasa hivi tuko kwenye serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini bado mkataba haujaridhiwa. Kwa hiyo tuko hapa kwa kumwomba Waziri wa Kazi pamoja na Spika wa Bunge na Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania na mawaziri wote, tunaiomba serikali iridhie huu mkataba kabla ya hili bunge ambalo litakwisha. Naitwa Wagala Shungu, ni katibu wa chama cha wafanyakazi CHODAU, lakini pia ni mwanasheria, kwa kutambua umuhimu wa wafanyakazi wa majumbani, kwa sababu tarehe 16 ya mwezi wa 6 mara nyingi huwa tunaitambua kama siku ya mtoto wa Afrika. Lakini mimi naomba nitoe rai kwa jamii kwamba tarehe 16 ya mwezi wa 6 kila mwaka ni siku ya wafanyakazi wa majumbani. Hawa wafanyakazi wa majumbani pia tunawapa tuwatambue katika siku yao, kwa sababu wao wanatusaidia sana katika. Jina langu ni Chiku Hamisi Samfuko, ni mratibu wa mradi wa kuboresha utambuzi na mahala pa kazi kwa ajili ya wafanyakazi wa majumbani. Kwanza tunashukuru sana CHODAU na mwenyekiti wa Domestic Workers hapa Tanzania kutualika tuwe pamoja nao katika siku hii. Siku ya leo 16 Juni ni siku ambayo mkataba wa kimataifa 189 uliridhiwa nchini Geneva, na mkataba huu ulikuja baada ya kuona kuwa wafanyakazi wa majumbani ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine, lakini kuna haki zao na stahiki zao hawazipati. Kwa mkataba huu uliundwa ili kuhakikisha kazi zenye staha kwa ajili ya wafanyakazi wa majumbani.